ila amalin, ni namna gani tunaweza kutafsiri imani katika matendo. Swali hili jana tulipata majawabu mawili, na leo nitaongezea majawabu mawili pia. Jawabu la tatu ni jinsi gani tunaweza kutafsiri imani katika matendo. Ni kwamba tunaweza kutafsiri imani katika matendo bikhidmatil mujtama' wa naf'i nasi, kwa kuhudumia jamii na kuwanufaisha watu. Yaani, ili imani yetu itafsiriwe na matendo, basi muumini anatakiwa kuwahudumia watu na pia awe na manufaa na watu. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, khairun nas anfa'uhum linnasi, mtu bora wa watu ni yule ambaye ana manufaa na watu. Yaani, mtu aliye bora kwa watu ni yule ambaye ana manufaa kwa watu, kwa maana watu wananufaika na mtu huyo. Kwa hiyo tafsiri halisi ya kutafsiri imani ya mtu katika matendo ni kuhakikisha muumini kwanza anahudumia watu, lakini pia watu wananufaika na uwepo wake. Kwa hiyo namna nyingine ya kutafsiri imani, kwa sababu katika imani kuna mambo tunaamini: kuwa na akhlaqi, kutekeleza maamrisho ya Uislamu, kuwa wakarimu, kuwahudumia watu, ni katika sifa za muumini. Sasa uwepo wako wewe katika sehemu husika uliopo, ili uwe unatafsiri imani yako kisahihi kimatendo, basi tuone jamii inayokuzunguka inanufaika na wewe, ima kutokana na taaluma ulionayo, watu wananufaika na taaluma yako, wewe ni mtu bora na unatafsiri imani kwa matendo. Au kama una nguvu zako zinanufaishaje jamii inayokuzunguka? Kama una ujuzi wako unasaidiaje wanajamii kunufaika na taaluma ulionayo? Kwa hiyo tunaweza tukasema kwamba jawabu la tatu la namna ya kutafsiri imani kimatendo ni mtu kuwa na manufaa na jamii inayomzunguka, lakini pia wanufaike na wewe uwepo wako pale. Falmu'min, muumini kiuhalisia, la yaishu linafsihi fakat, haishi peke yake. Yaani kwamba kila kitu anajitegemea mwenyewe. Muumini haishi katika maisha ya sura hiyo, bal yasaa li islahi usratihi, huwa anaenda mbio kunufaisha familia yake. Ukiona mtu anajituma kwenye kazi, awe anajituma kwa ajili ya kusaidia familia yake. Hajitumi kwa sababu yake yeye tu, hapana.
awe anajituma kuhakikisha kwamba familia yake inanufaika na zile harakati anazokwenda nazo, lakini pia jamii inanufaika, inapata maslaha kutokana na zile harakati zake, na umma pia unanufaika kutokana na zile harakati zake. Jawabu la 4, atakuwa anatafsiri imani kwa matendo, bitarkil maasi, kwa mtu kuacha maasi. Yani ili tukuone wewe una tafsiri sahihi ya kutafsiri imani yako kivitendo. Wewe hauonekani kwenye maasi, umeacha kumwasi Allah tabaraka wa taala. Faman saddaqa imanu, yule ambaye imani yake itakuwa ni ya kweli, taraka ma yaghdhibu Allah, huwa ana kawaida ya kuacha mambo yote yanayomkasirisha muumba wake. Wajtanaba alharam, lakini ana tabia ya kujiepusha na kila jambo ambalo ni la haramu. Wa khafa maqamu rabbi, lakini pia anaogopa pale atakapokwenda kusimamishwa katika mahakama ya Allah tabaraka wa taala na kuulizwa kila alichokifanya. Kwa hiyo mtu ambaye anatafsiri imani yake kwa matendo ni kufikia kilele cha kuado, hujatafsiri imani kwa matendo. Lidhan fatakunu shi'ara, ikiwa hali ndiyo hiyo, basi ni lazima mtu afikie wakati kila anachohisi basi kiwe juu na matendo yake yakawa ni machache, basi mtu huyu bado hatumhesabu ni katika watu wanaotafsiri ipasavyo matendo, imani kwa matendo. Tuzangu katika imani, inna tahawila al-imani ila amalin, hakika kutafsiri imani kimatendo inahitaji mambo yafuatayo. Kutafsiri imani kimatendo panahitaji mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, suhbatun saliha, ni mtu kuwa na kusuhubiana na mtu mwema. Katika hilo, tuinu ala alkhairi, unayesuhubiana naye kama ni mtu mwema atakusaidia wewe katika mambo ya kheri. Maana yake atakukumbusha pale ambapo utakuwa umeghafilika, kwa sababu ni mtu mwema. Kwa ili tufikie mahitajio halisi ya kutufanya sisi tuweze kutafsiri imani yetu kimatendo, ni kuhakikisha kila mtu anamtafuta rafiki aliye mwema. Hata familia ielekeze iweze kushikamana na marafiki walio wema, marafiki wazuri. Wewe uwe na mshauri mzuri, sio mwenye kukupoteza. Kwa hiyo suhbatun saliha ni katika mambo yanayohitajika ili kuweza kutafsiri imani kimatendo. Lakini jambo la pili ambalo linahitajika katika kutafsiri sawasawa imani katika matendo, mudawamatu ala taa walau kanat alqalil, ni kudumu katika taa ya Allah tabaraka wa taala hata kama itakuwa kwa uchache. Kwa maana katika jambo lolote ambalo unalikubali na kulitii, kama mathalan ni maagizo ya Allah, ima katika makatazo au katika
yale ambayo yameamrishwa kuyatekeleza, basi hata kama yatakuwa ni machache, panahitajika kudumu na ile ibada ambayo au ile amri ambayo unatakiwa kuitekeleza. Hili ni miongoni mwa mambo ambayo yanahitajika katika kutafsiri imani katika matendo. Jambo la tatu linalohitajika ni mujahadatu linafsi ala alistiqama, ni mtu kuilazimisha kuwa na juhudi katika nafsi yake katika istiqama. Maana yake hili ni jambo pia ambalo linahitajika katika kutafsiri imani katika matendo. Na jambo la mwisho ambalo linahitajika katika kutafsiri imani katika matendo, dua daimun ayuthabbitana Allahu ala al-iman, ni muda wote wewe kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala athibitishe imani yako. Yani si kwamba mtu akishakuwa ni muumini amepata uongofu basi akaona kwamba yeye ndiyo tayari ameshamaliza. Inalazimika kudumu kumuomba Allah tabaraka wa taala atudumishe katika imani, atuthibitishe imani zetu, na tuwe tumekufa hali ya kuwa tukiwa na imani. Hili ni jambo ambalo linahitajika muda wowote, wakati wowote, kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukawa unamwambia Allahumma thabbitna bil iman, Mwenyezi Mungu tuthibitishe katika imani na utufishe katika imani. Haya ni miongoni mwa mambo ambayo yanahitajika. Na ukiangalia, ukichunguza katika historia na sira ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam kaifa kana Qur'anan yamshi ala al-ard, ilikuwaje Qur'ani Mtume sallallahu alayhi wasallam anapotembea katika ardhi, Qur'ani inapokuwa tayari watu wanaisoma, ni namna gani maisha ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa na Qur'ani. Fakana imanuhu yadhharu fi rahmatihi, ilikuwa imani ya Mtume sallallahu alayhi wasallam inaonekana pale anapoonyesha huruma kwa viumbe. Yani yale maisha aliyokuwa anaishi nayo na ile huruma alionayo na huruma si katika madhila tu, lakini hata ile jamii anavyoiangalia, namna ambayo jamii imepotea, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akionea huruma ile jamii ili iweze kupata mwongozo na uongofu wa kumwelekea Allah tabaraka wa taala. Lakini pia Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa imani yake inatafsirika kutokana na ule uadilifu ambao alikuwa nao. Lakini jambo lingine, na namna ambavyo alikuwa anajitahidi katika kuyaendea yale ambayo yatawafanya Waislamu waweze kunusurika na moto wa Jahannam. Kwa kumalizia mazungumzo yangu, niwaachie maswali matatu. Haya maswali kila mtu atayajibu kwa wakati wake, ili tuweze kuzihesabu nafsi zetu. Swali la kwanza, hal salatuna tanhana anil fahsha? Swali la kwanza tunaondoka nalo, kila mtu atalijibu vile anavyojua yeye au kutokana na haya mazungumzo ambayo tumeyazungumza. Swali la kwanza ni kwamba, je, swala zetu hizi tunazoswali zinatukataza na maovu na machafu? Hilo swali la kwanza kila mtu atalijibu yeye mwenyewe, atajifanyia tathmini mwenyewe. Yeye anaswali, ana miaka anaswali, au ana wiki, ana miezi anaswali. Je, swala yake anayoiswali, je, inamkataza na maovu na machafu? Swali la kwanza hili. Swali la pili, hal akhlaquna tashhadu bil imanina? Je, tabia zetu zinathibitishwa na imani yetu? Swali la pili, je,
tabia zetu tulizo nazo, kwa sababu kila mtu ana tabia zake. Je, tabia yako inathibitishwa na imani yako? Na swali la mwisho, hal a'maluna tadullu ala sidqina ma Allah, kwamba je, matendo yetu yanaonyesha juu ya kuswadikisha pamoja na Allah, kwamba sisi tunaamini, tunamkubali Allah. Sawa, kama tunamkubali Allah, je, matendo yetu yanajulisha hicho ambacho tunakiswadikisha kinachosemwa na Allah au na mtume? Kila mtu atatoa majibu ya maswali haya kwa muda wake, na zimebaki dakika chache za maswali. Niseme subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.